Siku ya leo tutaenda kuangalia neno la Mungu katika kile kitabu cha Luka mtakatifu sura ile ya 15. Tutaanza na mstari ule wa 11 na tutamaliza na mstari wa 24. Bwana Yesu asifiwe sana. Nataka tuone mfano ambao Yesu Kristo aliutoa. Sote tunaelewa kwamba Yesu Kristo mwana wa Mungu alikuwa ni mwalimu. Bwana Yesu asifiwe sana. Nikodemo ukisoma katika Yohana anasema, wewe u mwalimu, Rabi, wewe ni nani? Wewe u mwalimu. Najua unatoka kwa nani? Unatoka kwa Mungu. Yesu alikuwa ni mwalimu. Na katika ualimu wake Jesus Christ was the prominent of parables. Alikuwa ni imara au mashuhuri kwenye kutumia mifano. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu wakati mwingine alipofundisha katika hali ya kawaida, watu wengine hawakumuelewa, watu wengine hawakujua anamaanisha nini. Akasema hapana, mahali pengi tumekuja kuona ametumia mifano ambayo ni mifano ambayo inagusa maisha yetu, ni mifano ambayo ni uhalisia wa maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Katika hii Luka 15 ukisoma kuanzia ile mstari wa 11 anaongelea kwa habari ya mfano. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini huo mfano unagusa uhalisia wa maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Anatupa mfano wa mtu mmoja ambaye alikuwa ni tajiri, ambaye alikuwa ni baba, ambaye alikuwa amejaliwa, alikuwa amebarikiwa kuwa na watoto wawili. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Huyu baba alikuwa na mali, na kwa sababu tunajua kwamba mtu akiwa na mali, ile mali anailisisha kwa nani? Kwa watoto wake. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini wakati akiwa na nguvu zake bado hajachoka, kati ya wale watoto wake mmoja anamfuata na kumwambia, baba, naomba sehemu ya urithi wangu. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza ukaona kama ni jambo gumu ambalo halijazoeleka katika maisha yetu ya nini? Ya kawaida. Najaribu kuvaa viatu vya yule baba. Hata wewe unaweza kujaribu kuvaa viatu vya yule baba. Kale kabinti kako, kale kijana kako leo kanakuja kanakuambia, mama, naomba sehemu ya mali yako ambayo umechuma sehemu ya mali yangu. Naomba ile nyumba ya kule Manzese, naomba ile nyumba ya kule Masaki, naomba na yale magari mawili, yale Hama na ile Land Rover, naomba unimilikishe. Unaweza kuanza kukemea, si ndio Unaweza kuanza kukemea kwamba hili sasa ni pepo hili. Unaweza kuanza kukemea, huyu sasa anataka kufanya nini? Anataka kuniua. Bwana Yesu asifiwe sana. Nipate mtu mmoja atusaidie kusoma hii habari, pengine tunaweza kuelewa zaidi. Mtoto yule mdogo ambaye mtoto wa pili anamfuata baba na kuomba sehemu ya nini? Sehemu ya urithi. Na mara nyingi naposema watu wanapokaribia kufa au katika hali ya uzee sana, na ndipo wanapoandika nini? Habari ya mirathi au wasia, kwamba mimi mali zangu zitagawanya katika utaratibu ufuatao. Japokuwa Watanzania wengi, Waafrika wengi huwa tuna hofu wa tuandiki, na wakati mwingine huwa tunaona kama kwamba pengine tunajichulia nini? Mauti, tunajichulia kifo. Kwa hiyo huwa tunaacha mpaka watu wanakufa, anazeeka mtu anakufa, halafu watoto wanaanza kufanya nini? Kugombania mali. Kumbe ungekumbua kipindi ukiwa na nguvu, kipindi ukiwa na akili timamu, ukaweza kuandika wasia kwamba mimi mali yangu, ile simu atachukua John, ile notebook atachukua Jennifer. Maana yake ni kwamba wewe ukishaondoka duniani hakuwezi kuwa na nini? Hakuwezi kuwa na ugomvi. Kwa hiyo hata wanasheria wanashauri, wataalamu wa sheria, kwamba kama unazo mali, unao watoto, ni vyema ukaweka kwenye maandishi wasia wako, ukiwa umeondoka mali zako zitalisiwa na nani. Huyu kijana yeye alijiwahi. Naomba aliyefika aweze kutusomea Luka 15, unaweza kuanzia ule mstari wa 11. Kitabu cha Luka 15:11, neno la Mungu linasema, akasema mtu mmoja alikuwa na wana wawili. Ni Yesu alikuwa anasema, ndio. Yule mdogo akamwambia babaye, ndio, baba, nipe sehemu ya mali inayoniangukia. Maana yake inayonihusu, ndio. Akawagaia vitu vyake. Ndio.
Hata baada ya siku si nyingi, yule mdogo akakusanya vyote. Ndio. Akasafiri kwenda nchi ya mbali. Ndio. Akatapanya mali zake huko kwa maisha ya uasherati. Ndio. Alipokuwa amekwisha kutumia vyote, njaa kuu iliingia nchi ile. Ndio. Yeye naye akaanza kuhitaji. Ndio. Akaenda akashikamana na mwenyeji mmoja wa nchi ile, naye alimpeleka shambani kwake kulisha nguruwe. Ndio. Akawa akitamani kujishibisha kwa maganda waliokula nguruwe. Ndio. Wala hapana mtu aliyempa kitu. Ndio. Alipozingatia moyoni mwake, alisema, ndio, ni watumishi wangapi wa baba yangu wanaokula vyakula na kusaza, ndio, na mimi hapa ninakufa kwa njaa? Nitaondoka, nitakwenda kwa baba yangu na kumwambia, Baba, nimekosa juu ya mbingu na mbele yako. Ndio. Sistahili kuitwa mwana wako tena. Ndio. Nifanye kama mmoja wa watumishi wako. Akaondoka akaenda kwa babaye. Alipokuwa angali mbali, baba yake alimuona, akamwonea huruma. Akaenda mbio, akamwangukia shingoni, akambusu sana. Ndio. Yule mwana akamwambia, Baba, nimekosa juu ya mbingu na mbele yako. Ndio. Sistahili kuitwa mwana wako tena. Lakini baba aliwaambia watumwa wake, lileteni upesi vazi lililo bora, mkamvike, mtieni na pete kidoleni, ndio, na viatu miguuni. Ndio. Mleteni ndama yule aliyenona, mkamchinje, nasi tule na kufurahi. Ndio. Kwa kuwa huyu mwanangu alikuwa amekufa, naye amefufuka; alikuwa amepotea, naye ameonekana. Wakaanza kushangilia. Amen. Unaweza kumpigia Bwana Yesu makofi. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Kusema kweli, mwana wa Mungu, hili neno sio geni. Kuna mtu ambaye hapa hajawahi kusikia habari za huyu mwana mpotevu? Kuna mtu aina hiyo ambaye hajawahi kusikia hizo habari? Itakuwa ni bahati mbaya sana. Kwa hiyo ni neno ambalo tumelizoea. Lakini nataka nikuambie mwana wa Mungu, mchana wa leo, neno la Mungu halizoeleki. Mungu anapolileta neno lake, huwa analo kusudi maalum. Yupo mtu ambaye amekusudiwa mchana wa leo. Yupo mtu ambaye Mungu amekusudia kuzungumza naye kupitia hili neno ambalo yamkini umekuwa ukilisikia nini kila wakati. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Ni mfano ambao unaongelea mahusiano, maisha halisi, ambapo katika kusoma hii misali yote mimi nimekuja nimeona kuna makundi ya watu watatu. Bwana Yesu asifiwe sana. Sijajua kama wewe kwenye Biblia yako umeona kama mimi nilivyofanya nilivyoona. Nimeona mahali amesimama baba mmoja, lakini nikaona mahali wapo watoto ambao ni wawili, lakini nikaona mwishoni kule wapo wafanyakazi au wapo watumishi. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Haya mahusiano ya baba na mwana ni mahusiano halisi. Hapa baba anaonyeshwa kama Mungu Baba, ambaye ni Mungu mwenyezi, Mungu ambaye tunamwabudu na Mungu ambaye tunamtukuza. Lakini hawa watoto ni sisi, hawa washarika ambao leo tumempokea Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Lakini pia wapo watumishi, nao ni washirika ambao wako ndani mahali hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo tunao makundi mawili ndani ya kanisa. Tuna kundi la wana, watoto wa Mungu, lakini lipo kundi la nini? Lipo kundi la watumishi. Pengine tutaweza kuona huku mbeleni kwamba huyu mwana ni nani na huyu mtumishi ambaye anatajwa kwenye mfano ni nani katika mchana wa leo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa nini mwana mpotevu? Kwa nini aliitwa mwana mpotevu? Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Huyu tunaona huyu ndugu alimfuata babake, akapewa, akasema naomba sehemu ya mali inayofanya nini? Inayoniangukia. Baada ya kupewa sehemu ya mali, hazikupita siku nyingi, akakusanya video vyake, huyu bwana akaondoka na kwenda mbali. Bwana Yesu asifiwe sana. Naomba Mungu atutie nguvu wala ambao tunasikiza neno kwa umakini. Amen. Mtumishi wa Mungu George, amen. Unaweza kanisaidia kumwamsha mtumishi wa Mungu hapo, anajaribu kulisikizia neno kwa ukaribu zaidi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa nini huyu bwana aliitwa mwana mpotevu? Ukisoma neno la Mungu vizuri, huyu ndugu, huyu mtoto wa pili anaitwa mwana mpotevu, sio kwamba kwa sababu alienda wapi? Alienda mbali. Anaitwa mwana mpotevu kwa sababu
baada ya kupata ile mibaraka kutoka kwa baba yake, baada ya kubarikiwa na kupewa ile sehemu ya urithi na baba yake, huyu mtoto akaamua kujiengua, akaamua kujitenga, akaamua kuvunja yale mahusiano yake na nani? Na huyu Mungu wake. Akaamua kutenga na kuvunja mahusiano yake na yule baba yake aliyempa zile mali. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo akaondoka, na hata alipoondoka hakuwa na mahusiano na nani? Na huyu Mungu, na huyu baba ambaye alifanya nini? Ambaye alikuwa amempatia mali. Na leo hii tunajipata au tunalipata hilo kundi la watoto wa jinsi hiyo, watoto ambao walipompokea Yesu Kristo walitoka katika nguvu za giza. Yesu Kristo akawa Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Walikuwa katika dimbwi la umasikini, Yesu Kristo akawabariki wakapata mali. Kuna wengine walikuwa hawana kazi, Yesu Kristo akawasaidia wakawa na kazi. Kuna wengine walikuwa ni wagonjwa, Yesu Kristo akawaponya magonjwa. Na kuna wengine walikuwa ni wagumba, hawana watoto, Yesu Kristo akawapa watoto. Baada ya kuwa wamepata hivyo vitu, wakajitenga, wakaacha mahusiano yao na Mungu aliyewaokoa. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Walipookoka, walipompokea Yesu, walimshikilia Yesu, wakawa ni wana maombi mazuri, wakawa ni wana maombi wazuri, wakawa ni watu wa kukesha wakiomba, wakawa ni watu wa kuhudhuria ibada, wakawa ni watu wa kutoa sadaka, wakawa ni watu wa kushuhudia. Lakini Mungu alipowainua, wakaacha kutoa sadaka, wakaacha kuimba, wakaacha kumtumikia Mungu, wakawa busy na mambo ya dunia. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndugu yangu, kama wewe uko katika hilo kundi, wewe jihesabu kwamba ni mwana mpotevu. Bwana Yesu asifiwe sana. Jihesabu kwamba mchana wa leo wewe ni mwana mpotevu. Ulikuwa ni mwimbaji mzuri, ulikuwa mwana praise mzuri, ulikuwa ni kijana mzuri, ulikuwa unakesha kwenye maombi, lakini umeacha kukesha, umeacha kuomba, umejitenga, umevunja ile mahusiano na Mungu wako. Hebu kumbuka ni wapi kule Mungu alikokutoa. Hebu kumbuka wakati unahangaika na ndoto mbaya. Hebu angalia ulipokuwa unateseka na magonjwa, unateseka, hauna kazi, unazalauliwa, wewe katika ukoo wako ndio wa mwisho, kila mahali hauna heshima. Leo Mungu amekuinua, lakini Mungu umemtegea kisogo, umegeuka upande mwingine, umemwacha huyu Yesu, umekuwa kama yule mwana mpotevu. Wewe hauna tofauti na yule mwana mpotevu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Kumbuka juu ya revival. Wakati huko tunaona mwishoni katika ule mstari ule wa 24, anasema mwanangu huyu alikuwa amepotea, mwanangu huyu alikuwa amekufa, amefufuka. Na neno la Mungu linasema katika Ufunuo ya kwamba ninajua una jina la kuwa hai, lakini umefanya nini? Umekufa. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaweza ukawa ndani ya kanisa, unaweza ukawa ndani ya nyumba ya Mungu, lakini ukawa umefanya nini? Tunaona baada ya kupewa zile mali, huyu mwana akaamua kuondoka na kujitenga, kama vile wengine wameamua kuondoka na kujitenga. Hata tunaposema njoo kwenye mkesha, yeye anakuambia kwamba hapana, mimi nipe yangu nyumbani, mimi ibada yangu nafanyia nyumbani, mimi kwa sasa nimebanwa sana kazini kwa sababu nimebanwa na majukumu. Kumbuka ulipokuwa huna majukumu, huna hiyo kazi, kwa nini umeamua kujitenga? Mwana mpotevu aliamua kufanya ni kujitenga. Ni nini madhara ya kujitenga? Tunaona kwamba baada ya kuwa amejitenga, na ndipo ambapo udhaifu ulianza kufanya nini? Ulianza kumfikia. Baada ya kujitenga, na ndipo ambapo tunaona anaanza kupata mateso. Tunaona kwamba inafika sehemu hakula, anafika sehemu analala njaa, anafika sehemu hawezi hata kupata chochote kile. Baada ya kuwa ametapanya ile mali, imefanya nini? Ile mali imeisha. Lakini kwa sababu ya kujitenga, nataka nikuambie mchana wa leo, hauwezi kuwa na nguvu bila kuwa na ushirika na wenzako, bila kuwa na umoja na wenzako. Hauwezi kuwa na nguvu. Lazima tungangane pamoja, lazima tuungane pamoja. Hata katika ile Zaburi ya 133 anasema kwamba pale palipo na umoja, Yesu Bwana huamuru baraka. Pale palipo na umoja, Yesu huamuru baraka. Huwezi kumshinda shetani ukiwa peke yako. Huwezi kumshinda shetani bila kuwa na umoja. Hauwezi kumshinda shetani bila kuomba kwa umoja. Hauwezi kumshinda shetani bila kuhudhuria ibada. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwana mpotevu alijitenga, akaendelea na mambo yake. Hata wakati mwingine pengine labda alikuwa anatafutwa, lakini amefanya nini? Amejificha.
Nataka nikwambie mwana wa Mungu mchana wa leo, unapojitenga unazohofika, unapojitenga unakosa nguvu, unapojitenga huwezi kujazwa na Roho Mtakatifu, unapojitenga huwezi kukua kiroho. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni lazima uungane na nini? Uungane na wenzio. Tunaona mifano halisi, hata simba akiwa anawinda, kuna wale wanyama wale nyati wao ni wakali sana. Kwa hiyo yeye huwa anavizia, anawatisha kwanza. Akishawatisha, wakishakimbia, yule ambaye atakimbia kivyake ndio anafanya nini? Anaandamana naye huyo ambaye anakimbia kivyake. Wale wanaokimbia wengi hawakimbizi kwa sababu wanaweza kumgeukia na wakamzuru. Na ndivyo hata shetani, unapojitenga kwanza unakosa ile nguvu ya kufanya nini? Ya kuomba. Hata pale ambapo sasa mabaya tena yamekurudia, umepigwa tena kwa mara nyingine, hauna nguvu, hauna uwezo wa kufanya nini? Wa kuomba. Na ndio maana hata adui anapoamua kushambulia, anakushambulia kiurahisi sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo tunaona huyu mtu anajitenga, anaenda mbali, anajitenga, lakini tunaona kwamba anaanza kufanya nini? Anaanza kuteseka. Maisha yanampiga. Ukisoma ule mstari wa 15 anasema akaenda akashikamana na mwenyeji mmoja wa nchi ile, naye alimpeleka shambani kwake kulisha nguruwe. Akawa anatamani kujishibisha kwa maganda waliokula nguruwe, wala hapana mtu aliyempa kitu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hii yote inaonyesha nini? Dunia hii unayoiona hii, dunia haikupendi. Dunia inataka pesa zako, dunia inataka mali zako, dunia inakutaka uitumikie, lakini sio kwamba wewe ndio fanya nini? Ikutumikie. Usijitenge. The moment unapojitenga na kuamua kwenda huko nje na kuamua kuacha ile kundi na kwenda kwenye kundi jingine, maana ni kwamba umeruhusu mlango ufanye nini? Wa kushambuliwa. Hauwezi kupata msaada kamwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Hebu kumbuka, mimi nishawahi kufuga nguruwe, naelewa. Inaposema kwamba hapa akatamani hata kula chakula cha nguruwe. Unajua nguruwe anakula chakula hata kama ni kibaya namna gani, yeye anakula. Anatamani hata kula chakula cha nini? Chakula cha nguruwe. Unaweza kuona kwamba alikuwa katika nini? Alikuwa katika ukame wa hali ya juu sana. Na alikuwa katika nini? Katika njaa kali sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Mstari wa 17 neno la Mungu nasema, alipozingatia moyoni mwake alisema, ni watumishi wangapi wa baba yangu wanakula chakula na kusaza, na mimi hapa ninakufa kwa njaa. Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema alipozingatia. Ukisoma katika vitabu vingine, neno kuzingatia ni kupata ufahamu. Kwamba alipopata nini? Alipopata ufahamu kwamba baada ya mateso ya muda mrefu, maana ni kwamba kumbe ukijitenga na Baba, ukijitenga na Mungu, unapungukiwa neno la ufahamu, unapungukiwa maarifa, unapungukiwa ufahamu. Na hata neno la Mungu kwenye Hosea ile sura ya 4 na mstari wa 6 inasema kwamba watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa nini? Kwa kukosa watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa nini? Maarifa. Maana the moment unapojitenga na Mungu, huyu bwana mdogo alipojitenga na Mungu, tayari tunaona maarifa akaishiwa ufahamu, akawa hajui cha kufanya cha kufanya. Lakini neno la Mungu nasema kwamba alipozingatia, maana alipozingatia moyoni mwake, alipogundua, alipopata ufahamu moyoni mwake, na ndipo sasa hapo Roho inamwambia kwamba rudi kwa nani? Rudi kwa babako, nenda katubu. Bwana Yesu asifiwe sana. Mstari ule wa 18 anasema, nitaondoka nitakwenda kwa baba yangu na kumwambia, Baba, nimekosa juu ya mbingu na mbele yako, sistahili kuitwa mwana wako tena, nifanye kama mmoja wa watumishi wako. Bwana Yesu asifiwe sana. Na hapa sasa tunapata ile sensi ya nini? Ya mwana na nini? Na mtumishi. Nafikiri tunapoendelea sasa tutakuja kujua tofauti ya mwana na tofauti ya nini? Na tofauti ya mtumishi. Ukimwacha Mungu kajitenga, unapungukiwa na maarifa, unapungukiwa na ujuzi, unapungukiwa na ufahamu. Unaweza kaanza kuteseka tena, unaweza karudi tena kule Misri na kuanza kuteseka tena. Ni kwa sababu umepungukiwa nini? Ufahamu wa Mungu. Lakini neno la Mungu linatuambia mjue sana Mungu wako. Katika kitabu kile cha Ayubu 22 na 21 anasema, mjue sana Mungu ili uwe na amani,
ndivyo mema yatakavyokujia. Na ndivyo ilivyo wana wa Mungu. Ukiwa unamjua Mungu, ukiwa unalijua neno la Mungu, hata unapopita katika magumu, Daudi anasema ya kwamba nijapopita katika bonde la uvuli wa mauti sitaogopa kitu, kwa maana Bwana yu pamoja nami. Ukiwa na huyu Yesu Kristo mwana wa Mungu, ukiwa umemweka moyoni mwako, ukiwa umelishika neno lako, hata ukipita kwenye majaribu, hata ukipita kwenye zoruba, hata kama biashara yako ikifilisika, hata kama watoto wako wakikuacha, hata kama watu wakikutenga, bado unakuwa na tumaini, bado unakuwa na amani, kwa sababu liko tumaini, kwa sababu umemwamini Yesu Kristo mwana wa pekee, mwana wa Mungu aliye hai. Kwa hiyo ukimjua yeye, ni kwamba utakuwa na amani, na ndivyo mema ambavyo yatakavyokuijia katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini katika Mithali 23 na ule mstari wa 3, neno la Mungu linasema kwamba mwenye busara huyaona mabaya na kujificha. Haleluya. Haleluya wana wa Mungu. Haleluya wana wa Mungu. Ni neno hilo katika Mithali 22 na ule mstari wa 3. Mwenye busara huyaona mabaya na kujificha. Huyu bwana mdogo right angejua, kwa sababu waligawa mali zao pamoja, yeye na kaka yake. Kaka yake akaamua kukaa pale nyumbani, yeye akaamua kwenda kuondoka. Alijua kwamba huko nje ni kuzuri, alijua kwamba huko ugenini pako safi, alijua kwamba huko ugenini salama. Kule nje kuna watu ambao wanataka pesa yako, kule nje kuna watu ambao wanataka fedha yako. Na ndio maana hata makanisani watu wengi wametapeliwa, ni kwa sababu ya kutangatanga. Mnaweza mkaona wapendwa wengine tulikuwa nao hapa, wameondoka wameenda mahali pengine, lakini ukifuatilia maisha yao hakuna kitu ambacho wamekipata, hakuna unafuu ambao wameupata. Kumbe tunagundua kwamba nyumbani ndipo mahali ambapo ni salama. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukimwacha Mungu unakosa yale macho ya kuona, unakosa ile busara ya kuona. Mwenye busara huyaona mabaya. Right angekuwa na Mungu, ndio maana yule kaka yake aliamua kukaa wapi? Kukaa nyumbani. Alijua kabisa na yeye angeweza kuondoka, lakini aliona huko anakoenda kwenye nchi za watu ni mahali ambako hapako salama. Bwana Yesu asifiwe sana. Nataka nikushauri mchana wa leo, usiondoke nyumbani mwa Bwana, wala usimwache Bwana, usimwache Mungu wako. Bwana Yesu asifiwe sana. Usimwache huyu Yesu aliyekutoa katika nchi ya Misri, aliyekutoa katika nchi ya utumwa. Kumbuka mahali ulipokuwa unapita, lakini baada ya kumpokea Bwana kuwa Bwana mwokozi wa maisha yako, hebu kumbuka namna ambavyo maisha yako yamebadilika. Na hata kama kuna mambo ambayo Mungu hajakujibu, amini tu ni kwamba Mungu atakujibu iko siku. Amini tu kwamba wewe endelea kuomba, endelea kuomba tu. Kama ulikuwa unakesha, wewe endelea kukesha tu. Amini tu moyoni mwako kwamba ipo Mungu atafanya, ipo siku Mungu atakujibu. Maana Mungu wetu ni Mungu wa majira na nyakati. Yawezekana leo ndio siku yako ambayo Mungu anataka kuinue. Yawezekana leo ndio siku ambayo Mungu anaenda kukutana na hitaji lako. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Tumeona anasema nataka unifanye, huyu ni mwana, lakini anasema kwamba nataka ufanye nini? Nataka unifanye niwe tu hata nani? Niwe tu hata mtumishi. Bwana Yesu asifiwe sana. Nikasema makanisani tunao wana, lakini makanisani pia tunao watumishi. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Nafasi ya mwana wa Mungu ni nafasi ambayo inapimwa na nani? Na Mungu mwenyewe. Ni yale mahusiano ya mtu binafsi na Mungu wake. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Nafasi ya mwana kwa Mungu ni nafasi ambayo inapimwa na Mungu mwenyewe. Maana yake ni kwamba wewe mwenyewe hapo ulipo unajua kabisa, unajua mahusiano yako na Mungu wako yakoje. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kama unajua kwamba mahusiano yako na Mungu yakoje, kwa nini leo unatangatanga? Kwa nini leo unatangatanga? Mara uko kanisa A, mara uko kanisa B, mara uko kwa waganga, mara uko kwa... Kuna mtu mmoja alitajwa hapa anaitwa mchuzi wa nini? Wa mama walitufundisha. Yes, mchuzi wa nyoka. Unahangaika. Unajua kabisa mahusiano yako. Na wakati mwingine uko kanisani unaona mambo hayaendi. Lakini tatizo wala sio Mungu, tatizo ni wewe. Mahusiano yako na Mungu yakoje? Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo unaweza ukawa kanisani miaka yote, unahudhuria vizuri kwenye ibada, unatoa sadaka vizuri, unakuja kwenye mkesha,
unawahi asubuhi, lakini mahusiano yako na Mungu, wewe mwenyewe binafsi, mahusiano yako na Mungu yakoje? Bwana Yesu asifiwe sana. Mchana wa leo, hebu jaribu kuchukua muda. Jaribu kuchukua muda na kutafakari mahusiano yako wewe na Mungu yakoje. Yawezekana uko kanisani lakini umebakia kuwa mtumishi. Bwana Yesu asifiwe sana. Tukiongelea huduma ya uchungaji, huo ni utumishi. Bwana Yesu asifiwe sana. Mchungaji ni utumishi. Wakati mwingine mtu anaweza akawa tu na karama au na kipaji cha kuhubiri, kwa sababu kuhubiri hata wanasiasa wanahubiri, ni kuhutubu. Manake ni kwamba manake huyo ni mtumishi. Lakini je, huyo mtumishi, huyo mchungaji, mahusiano yake na Mungu yakoje? Je, huyo mwimbaji, yawezekana unaimba kabisa, watu wanashukiwa na upako, Mungu anashuka mzima mzima, Roho Mtakatifu anashuka mzima mzima, lakini je, wewe ni mwana wa Mungu? Bwana Yesu asifiwe sana. Yawezekana sawa wewe ni mwimbaji, yawezekana sawa wewe ni mhubiri, yawezekana sawa wewe ni mwana praise. Mahusiano yako na Mungu yakoje? Mahusiano yako na Mungu nje ya kanisa yakoje? Bwana Yesu asifiwe sana. Je, tukiwaita majirani zako tukasema tuje tuwaulize kwamba huyu ndugu ameokoka, wao wanasemaje? Hapo mahali pako kwa kazi, wewe kama kijana, je, ni kielezo cha kwamba umeokoka au ni kwamba uko katika hali ya uvuguvugu? Lakini neno la Mungu linaonya kwamba heri kuwa moto au kuwa baridi kuliko kuwa nini? Kuliko kuwa uvuguvugu. Bwana Yesu asifiwe sana. Nikamsikia bwana mmoja anasema, kama umeamua basi kutenda dhambi, ni bora ukatenda dhambi kabisa, ili hata unapofika mbinguni, kama adhabu ipo, basi hata kama ukipewa adhabu ya kuchomwa moto, ili uweze kuungua kihalali. Lakini leo mpendwa, unapokuwa umekaa njia panda, kushoto upo unapatikana, kulia upo unapatikana, tunakutafuta kama ni kijana, tukitafuta kwenye kundi, yani nusu kama umeokoka, nusu kama hujaokoka. Tunakutafuta wewe mama, nusu umeokoka kama hujaokoka. Tunakutafuta wewe baba, nusu kama umeokoka, nusu kama hujaokoka. Tukitafuta kwenye watu wa Mbeya, na wewe mama fulani upo. Tukitafuta kwenye kundi la washerati, na wewe kijana fulani upo. Tukitafuta kundi la wasengenyaji, na wewe baba tunakuona upo. Ndugu yangu, unapoteza wakati wako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Je, ni nini nafasi yako? Ni nini mahusiano yako na Mungu? Je, wewe ni mwana wa Mungu? Je, wewe ni mwana wa Mungu au umebakia kanisani kuwa watumishi? Ukija kuangalia haya mahusiano kati ya huyu baba na hawa wana na wale watumishi, unakuja kuona kwamba nafasi ya mwana ni kubwa kabisa kwa baba. Huyu mtumishi ni mtu wa mshahara, ambaye analipwa mshahara, ambaye wakati wote anaweza akafukuzwa. Lakini upendo wa baba au wa mama na mwana ni upendo ambao hauwezi kutengana, ni upendo ambao hauwezi kutenganisha. Haleluya, haleluya, mwana wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe sana. Ni mara ngapi watoto wetu wametukosea? Achana na watoto wetu, ni mara ngapi hata wewe wazazi wako umewakosea, lakini mbona wamekusamehe? Kwa hiyo kumbe mwana ana rehema kubwa kwa baba yake, ana rehema kubwa kwa babaye kuliko mtu ambaye ni mtumishi. Mtu ambaye ni mtumishi ambaye anatajwa hapa ni mtumishi ambaye analipwa ni mshahara, ni mtumishi ambaye yeye anategemea nini? Marupurupu pengine. Lakini wewe uhusiano wako ukiwa ni uhusiano wa baba na mwana, maana yake wewe ni uhusiano ambao ni mzito kuliko kuwa huyu ambaye ni mtumishi wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Na hivyo sasa tumejikuta kwenye makanisa tumekuwa na watumishi wengi, halafu wana wa Mungu ni wachache. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaweza kusema anasemaje huyu ndugu? Nimekuwa na watumishi wengi, lakini wana wa Mungu ni wachache mno kwenye makanisa, ni wachache mno kwenye nini? Kwenye nyumba za Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Huyu baada ya kuwa ametapanya zile mali zote zimeisha kwa maisha ya anasa, mali yote imeisha, akabaki hana cha kufanya, akabaki hana cha nini? Chakula. Akaanza kuteseka, akaanza kuteseka. Baadaye alipozingatia moyoni mwake, alipopata ufahamu, na ndipo sasa fahamu zinamrejea, anasema hapana, inatosha, ni wakati sasa wa kurudi nyumbani.
nitaenda nikamwombe baba yangu msamaha, nitaenda kutubu mbele zake na mbele za mbingu, nitamwambia baba yangu nisamehe, hata unifanye tu niwe nini mtumishi, hata usinihesabu kama mwanao. Bwana Yesu asifiwe sana. Unakuja unaona kwamba mateso ya mwenye haki, mateso ya wana, mateso ya mwana, mateso ya mwenye haki ni mengi, ni makubwa kuliko hata ya watumishi. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Mchungaji naweza kawa ni mchungaji lakini siwe mtumishi, niwe mtumishi nisiwe mwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu kuwa mwana inategemea mahusiano yangu na nani? Na Mungu wangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ndio maana anakumbuka kule kwa baba, wale watumishi wanakula wanashiba, wanakula na kusaza. Kwa nini mimi leo nife mahali hapa? Akaamua kurudi. Mateso ya mwenye haki ni mengi. Bwana Yesu asifiwe sana. Watumishi wanakula na kusaza, wanakula na kushiba, ni kwa sababu wanapata mshahara, ni kwa sababu wanapata malupulupu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hata leo tunaona kwa sababu mtumishi yeye ni biashara. Hata waimbaji, tunao waimbaji wengi hata wa muziki ambao tunaita ni wasanii wa nini? Wa nyimbo za injili. Wamebaki kuwa watumishi, wamebaki kuwa nini? Wafanya biashara. Tunao watumishi makanisani, wachungaji, maaskofu, mitume na manabii. Ndio ambao tunaona hata wanaweza kufanya biashara za kuuza maji, wanaweza kufanya biashara za kuuza udongo, wanaweza kufanya biashara za kuuza kitambaa. Ni kwa sababu yeye yuko after nini? Mshahara. Yeye ni mtu wa nini? Ni mtu wa mshahara. Bwana Yesu asifiwe sana. Si ajabu kumuona mtumishi, mchungaji, nabii, mtume ana magari mengi ya kutosha, ana mali nyingi za kutosha, halafu wale wana hawana chochote. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Hapa juzi kuna mtumishi mmoja sitamtaja, mama mtumishi, wakati ana hudumu akasema Bwana amewabariki. Ukifika nyumbani kwao, kwanza wana nyumba nzuri sana, gorofa na kadhalika, lakini pale chini pamepaki magari ambayo hayana nini? Hayana idadi. Anasema kwamba napata shida, hata najaribu kuongea na mwanasheria wetu, manake nahisi hata serikali sasa inaweza ikaanza kufanya nini? Kutuchunguza kwamba inakuwaje mali zote hizi. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaweza kuona tofauti ya mchungaji na nani? Na mwana wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Anasema magari ni mengi, hata sielewi, yani hayana idadi, countless, kwamba ni mali isiyofanya nini? Isiyohesabika. Ni kwa sababu mtumishi anaweza kawa yuko after maslahi, yuko after mshahara. Anaweza kawa ni mwimbaji lakini anaimba ili apate pesa. Anaweza kawa ni mchungaji na hudumu ili apate pesa. Lakini je, uhusiano wake na Mungu, yeye ndo anajua yeye mwenyewe. Ni kama wewe hapa mahali hapa, wewe uhusiano wako na Mungu unaujua wewe mwenyewe. Ukikaa kabisa ukitafakari unaona kuna mahali hapana, kuna mahali sijasimama kwenye kusudi la Mungu, kuna mahali siendi sawa na neno la Mungu, kuna mahali sifanyi inavyotakiwa. Wewe mwenyewe, hakuna mtu mwingine, hakuna mtu mwingine, ni wewe mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Rehema za Mungu ni kubwa sana kwa mwana wa Mungu. Ukigundua, mwana mpotevu aligundua akarudi, baba yake unaambia kwamba alimpokea kwa shangwe kubwa. Hakuisha kumpokea peke yake, akafurahi akasema, leteni ndama aliyenona, leteni tumchinjie huyu bwana, leteni na mavazi mapya mazuri, leteni na pete za dhahabu, leteni na mikufu tumvalishe huyu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ndivyo alivyo baba yetu wa mbinguni, kwamba kama kuna mahali mchana wa leo unagundua kabisa kwamba hapa nimerudi nyuma, unagundua kabisa kwamba hautembei katika kusudi la Mungu, Yesu anakuita mchana wa leo, anakuita uweze kutubu, anakuita uweze kumrudia. Yeye hana kinyongo, yeye anasamehe na kusahau. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Ukiendelea kusoma mistari ile ya mbele, tunaona huyu kaka yake na huyu mwana mpotevu, baada ya kurudi anakuta watu wamejaa, shama za kutosha, sherehe nyingi, watu wanaimba. Yawezekana pia kulikuwa na muziki, watu wanafanya nini? Wanacheza, wako bize kucheza. Yeye anafika anashangaa, kuna nini leo hapa? Anaambiwa yule bwana mdogo amerudi, baba yako amemfanyia sherehe kubwa, amemchinjia ng'ombe. Kwa akili ya kibinadamu yule bwana mkubwa alikasirika. Ukisoma hii mstari ya mbele utaona yale maneno. Alikasirika akasema, hapana, mimi nimekuwepo hapa miaka yote ile,
baba hajawahi kunifanyia sherehe, baba hajawahi kuninunulia nguo nzuri, hajawahi kunivisha kama alimvisha huyu aliyepotea. Kamwambia hapana, ndugu yako alikuwa amefanya nini? Alikuwa amepotea, alikuwa amekufa na leo amefufuka. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe sana. Hii inatufundisha ya kwamba kumbe tukirudi Yesu anafurahi, tukimrudia yeye anafurahi na anatupokea, na inakuwa ni shangwe kwa malaika. Hata na ndio maana mtu mmoja akiokoka mbingu zinafunguka, malaika wanashangilia. Hata leo ukimrudia huyu Yesu, anasema tumrudie yeye, maana sisi ndio tunamwacha. Tukimrudia mchana wa leo, yeye anafurahi na kushangilia, anatupokea na kutukumbatia na kutupiga busu nyingi kama alivyofanya huyu ndugu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Kipimo cha wana wa Mungu kiko kwa Mungu mwenyewe. Wana wa Mungu hushuhudiwa mioyoni mwao, bali watumishi kipimo chao ni kwa wanadamu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ndivyo watumishi mtaka tujioneshe. Unakumbuka baba wakati tunaandaa kongamano la vijana la kusifu na kuabudu, alitangaza katikati ya ibada akasema wale wanaotembea hivi, unajua sababu anapotembeaga si ndio kweli anatembeaga hivi, wanaotembea hivi wamepandisha nini? Wamepandisha mabega, apostles wenye majina makubwa. Alisimama hapa baba, hapa nipo simama hapa, akasema kama wewe umekuja mbele za Mungu kwenye madhabahu hii, umekuja na jina lako, umekuja na title yako, ni bora hata ukaondoka nini? Ukaondoka kimya kimya. Bwana Yesu asifiwe sana. Hao ndio watumishi. Wale watumishi wa kweli wanamtumikia Mungu katika roho na kweli. Wale watumishi wa kweli utaona hata kama wamekuja kuimba, watakaa mpaka ibada ishe. Bwana Yesu asifiwe sana. Mnakumbuka tulio kuwepo kwenye ibada ya kusifu na kuabudu, kuna dada mmoja anaitwa Upendo, alikaa hapa mpaka dakika za mwisho mpaka tunafunga, lakini wale wengine karibia robo tatu walikuwa wamefanya nini? Walikuwa wameshaondoka. Kuna watumishi na kuna wana wa Mungu. Wewe ni mwana wa Mungu? Wewe ni nani? Wewe ni mwana wa Mungu? Je, pamoja na kuwa kanisani, kuimba na kuomba, pamoja na kukesha, je, wewe ni mwana wa Mungu? Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Hebu punga mkono, mpungie Yesu mkono. Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Tuangalie sifa za wana wa Mungu. Mwana wa Mungu ni nani? Kama unaweza kuandika, unaweza pia kuandika. Anayeweza kunisaidia kusoma pia anaweza kunisaidia. Bwana Yesu asifiwe. Sifa za wana wa Mungu. Mwana wa Mungu ni nani? Neno la Mungu linaambia kwamba wana wa Mungu ni wale waliompokea Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Nisaidie kusoma katika Yohana sura ile ya kwanza na mstari wa 12. Yohana sura ile ya kwanza, tuone kwa ufupi sifa za kuwa mwana wa Mungu. Kwa hiyo kutokana na hizi sifa chache, ziko nyingi, mchana wa leo unaweza ukatafakari, je, bado ni mwana wa Mungu au unahitaji kurudi mbele za Mungu na kuomba toba mahali ulipoanguka? Karibu msomaji. Yohana sura ya kwanza na mstari wa 12. Nitasoma. Bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu. Wale wote waliompokea wamefanyika kuwa watoto wa Mungu. Ili ufanyike kuwa mtoto wa Mungu, ni lazima umpokee Bwana na kuwa Mwokozi na Bwana katika maisha yako. Ndio tumalizie. Ndio wale waliaminio jina lake. Ndio wale waliaminio jina lake. Waliozaliwa si kwa damu wala si kwa mapenzi ya mwili. Waliozaliwa si kwa damu wala kwa mapenzi ya mwili, wala si kwa mapenzi ya mtu bali kwa Mungu. Amen. Naye neno alifanyika mwili akakaa kwetu. Naye neno alifanyika mwili akakaa kwetu. Nasi tukauona utukufu wake. Amina. Utukufu kama wa mwana pekee atokaye kwa Baba, amejaa neema na kweli. Amina. Yohana, tukaishi hapo. Asante. Bwana Yesu asifiwe sana. Wana wa Mungu ni wale tu waliolipokea jina la Yesu. Ni wale tu waliaminio jina la Yesu. Kama uko kanisani bado una mashaka na huyu Yesu,
Kuna wakati mwingine unasema mbona nimeomba vya kutosha. Wakati mwingine unasema mbona nimetoa sadaka sana, mbona hili sijafanikiwa. Manake wewe unaondoka kwenye ile kundi la wana wa Mungu, kwa sababu wale ambao wana sifa za kuwa wana wa Mungu ni wale wanaomwamini Yesu, ni wale waliaminio jina la Yesu, jina lipitalo majina yote, jina ambalo linaweza kuondoa laana kwenye maisha yetu, jina ambalo linaweza kuondoa mikosi kwenye maisha yetu, jina ambalo kwalo tunapata utajiri, jina ambalo kwalo tukitamka magonjwa yanaondoka, jina ambalo kwalo tukikemea mapepo yanaondoka. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Ni wale waliaminio jina la Yesu, waliompokea Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Lakini nataka nikwambie pia, ili uwe mwana wa Mungu ni lazima uwe umezaliwa kwa mara ya pili. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni lazima uwe umezaliwa mara ya pili. Ukisoma hiyo Yohana 3 ule mstari wa 6, anasema kilichozaliwa kwa mwili ni mwili, na kilichozaliwa kwa roho ni nini? Ni roho. Tunaona haya maneno wakati Nicodemus akiongea na nani? Na Yesu. Anamwambia unapaswa kuzaliwa. Anashangaa Nicodemus, anaona mbona sasa mimi ni mzee, ninawezaje kurudi tumboni mwa mamangu nikazaliwa tena upya? Akamwambia hapana Nicodemus, haiko hivyo. Iko hivi, kinachozaliwa kwa mwili ni mwili, na kinachozaliwa kwa roho ni nini? Ni roho. Na ndio maana sasa tunapaswa kuishi katika nini? Katika roho na kuongozwa na Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo Yohana 3:6 kwamba ni lazima ili uwe mwana wa Mungu ni lazima umezaliwa kwa mara ya pili. 3, ili uweze kuwa mwana wa Mungu ni lazima ukubali kuongozwa na Roho wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Wanaongozwa na Roho wa Mungu, hao ndio wana wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Je, wewe unatenda hayo kwa mapenzi ya nani? Bwana Yesu asifiwe. Unafanya hayo unayofanya kwa mapenzi ya nani? Unafanya kwa sababu ya mchungaji? Bwana Yesu asifiwe sana. Hapa sasa ndo tunakuja kuwapata wale watumishi ambao kama leo hivi tunaona baba hayupo. Kuna watu wengine ibada leo kwao haipo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Amen. Yaani kuna wale ambao sasa watumishi wa Mungu akija akakuta baba kama leo hayupo, yeye kwake leo ibada haijafanya nini? Haijafanyika. Wewe kumbuka, kama bado na hiyo mentality, wewe kumbuka kwamba wewe ni mtumishi wa Mungu, wewe sio mwana wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Haleluya. Kuna wale ambao ukiombea mkesha wanauliza kwanza baba yupo, kama baba hayupo naye analala nyumbani. Kuna wale ambao wakiambiwa kuna wageni unakuja kanisani ndio utakuja kuona kwenye mkesha. Huyo sio mwana wa Mungu. Mwana wa Mungu anaongozwa nini? Na Roho. Sio anaongozwa sababu kwamba mchungaji anafanya jambo fulani. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Warumi 8:14. Warumi 8:14. Tuone hawa wana wa Mungu. Warumi 8:14. Tunaweza kusoma wote kama tumefika. Warumi 8:14 tunaweza kusoma kwa pamoja. Kwa kuwa wote wanaongozwa na Roho wa Mungu ndio wana wa Mungu. Nataka nikwambie mpendo mwana wa Mungu, ukikubali kuongozwa na Roho wa Mungu utaweza kuishi kwenye yale mapenzi ya Mungu. Hautaishi kwa kufuata mapenzi yako wewe mwenyewe. Hata mahali ambapo uko peke yako kabisa, Roho Mtakatifu akiwa ndani yako, unataka kutenda jambo fulani, Roho inakushuhudia hapana mwanangu, hiyo ni dhambi, ile jambo usifanye. Usitoe rushwa ili upate kazi. Hapana mwanangu, wewe usifanye. Lakini leo hii kama unatenda jambo, unaangalia kushoto kuna nani, kulia kuna nani ndo utende, wewe sio mwana wa Mungu. Manake wewe hauna ile hofu ya Mungu. Wale wanaongozwa na Roho Mtakatifu, wao wanakuwa na hofu ndani yao. Hata kama wakiwa mahali wako peke yao, wakitaka kutenda dhambi, kufanya jambo fulani,
Roho wa Mungu anamwambia hapana, hiyo ni dhambi. Lakini leo kama una uhuru wa kufanya chochote, ni kwa sababu mchungaji hakuoni, ni kwa sababu mume wako hakuoni, ni kwa sababu mke wako hakuoni, ni kwa sababu mama yako hakuoni, ni kwa sababu baba yako hakuoni, ni kwa sababu dada yako hakuoni. Nataka nikwambie mchana wa leo ni kwamba wewe unapotea, unakosa sifa kwa za mwana wa Mungu, na hauwezi kurithi ufalme wa mbinguni. Maana walio na sifa za kurithi ni wale tu walio wana wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Wanaongozwa na Roho, hawaangalii mazingira. Katika kumtumikia Mungu hawaangalii mazingira. Hata kama akisikia mgongo unauma, lakini siku hiyo kuna mkesha, atasema hapana, ngoja niende kwenye mkesha. Hata kama anajisikia kichwa kinoma upande mmoja, lakini ni Jumapili ya ibada, ni Jumatano ya ibada, ni Alhamisi ya ibada, ni siku ya mkesha, atasema hapana, Bwana ndio tumaini langu, Bwana ndio tumaini langu, Bwana ndio nguvu yangu. Yeye kwa sababu ana hofu ya Mungu ataenda kanisani. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Wakati mwingine Mungu ametubariki, lakini hizi baraka ambazo Mungu ametubariki, hizo tumefanya nini? Zimetufanya sisi tukae mbali na nani? Tukae mbali na Mungu wetu. Tunapoteza zile sifa za kuwa wana wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Lakini pia neno la Mungu linatuambia wale walio wana wa Mungu ni wapatanishi. Bwana asifiwe sana. Sifa nyingine ya kuwa mwana wa Mungu ni upatanishi. Ni Mathayo 5:9. Mathayo 5:9 ni wapatanishi. Na hapa wapatanishi ambao wanaongelewa sio wale wapatanishi ambao unakuta labda mume na mke wamegombana unawasuluhisha. Hawa sio wapatanishi ambao wanaongelewa hapa. Ni sio wale ambao unakuta watu wana ugomvi, wewe unawaamulia na wanapatana wanatembea njia moja. Hapana, hao sio hao ambao wanaongelewa katika nini? Katika huu mstari huu. Hapa wanaongelewa ni wale watu ambao wana shauku na kiu ya Mungu ya kuwaleta watu wengine ambao hawajaokoka, kuwaleta kwa Yesu ili waweze kuokoka, kuwaleta kwa Yesu ili awe Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Bwana Yesu asifiwe sana. Je, una kiu? Mwaka huu ni mwezi wa 10 sasa hivi. Umeshaleta watu wangapi? Ni wangapi ambao umewashuhudia habari za wokovu? Ni wangapi ambao umewashuhudia habari za huyu Yesu Kristo wa Nazareti? Ni wangapi ambao umewaleta kwa Bwana? Ni wangapi? Je, shauku yako, kiu yako ya kuwaleta watu kwa Mungu ni wangapi? Ni wangapi umeshaleta? Leo hii tukisema kwamba tunachangia Injili, je, uko tayari kutoa kwa ajili ya support hiyo? Leo hii tukisema twende pale Kinyerezi stendi, twende na maiki zetu na speaker zetu, tukasimame kwa ajili ya kuwaita watu kwa Mungu, kwa ajili ya kuwahubiria watu habari njema za wokovu, je, utakuwa uko tayari? Je, utakuwa tayari kwenda kupita nyumba kwa nyumba ukiwashuhudia watu habari za Yesu, habari njema za Yesu, habari za wokovu? Bwana Yesu asifiwe sana. Hao wenye tabia kama hizo, hao ndio wana wa Mungu. Karibu msomaji kama umefika. Hao ndio wana wa Mungu. Hao ndio wana wa Mungu. Umeleta watu wangapi? Karibu. Mathayo 5:9 nasema, heri wapatanishi, maana hao wataitwa wana wa Mungu. Mwenye masikio na asikie neno ambalo Mungu ameleta mchana wa leo. Uamuzi ni wako kutafakari jibu nalo wewe, kama ni mtumishi wa Mungu au ni mwana wa Mungu. Mungu akubariki sana.